Daudi Mashimo au nabii Mikaya na kwenye Biblia. Sasa kuna jambo moja tu kwamba Mungu alisema nami tena kwa mambo kadha kadha. Tuwe kufanya kongamano kama hili na viongozi wa dini hawa ambao kwangu wako wazazi wangu hapa, kaka zangu, dada zangu, ndugu zangu, na tulikubaliana kwamba tuwe kitu kimoja, kwa sababu toka mwanzo tulitengenezwa nini? Umoja na waasisi wetu wa nini? Wa taifa. Niliona jambo moja la msingi kwamba baada ya kuona maombi ni mengi kwa na wiki na hiki tukaona kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vimesauliwa kuombewa. Najua kuna maombi binafsi kwa ajili ya nini? Maalum kwa ajili ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa nini vyombo vya ulinzi na usalama? Vyombo vya ulinzi na usalama ndivyo vinavyokesha kwa ajili yetu sisi. Nikaona sana maneno kadha, nikaona maandamano kwenye mitandao ya kijamii wakijaribu kuondoa sifa au kuchafua sifa na wasifu wa nini? Wa vyombo vya ulinzi na usalama. Na katika maandamano ya vyombo vya kimtandao vimeenda mbali zaidi kuondoa sifa na uwezo wa majeshi yetu, kitu ambacho sio nini? Sio kweli. Vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania vimesababisha Uganda ikapata nini? Ikapata amani na uhuru. Vimesababisha visiwa vya Komoro vinafanyaje? Vina amani. Ni mataifa mbalimbali. Kwa hiyo lazima kama Watanzania tujivunie vyombo vya ulinzi nini? Na usalama. Lakini tarehe 29 imesaulika kuombewa. Unaweza ukaombea tukio, usipoiombea tarehe kuna tatizo kwenye ulimwengu wa roho. Takbiri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tarehe 29 ni lazima tuiombee. Na kabla ya kwenda huko ni lazima tupongeze jeshi la polisi kwa kuwa ndio jeshi lenye zamana la ulinzi wa raia na mali zao. Na nashukuru Mungu pia nimemwona msemaji wa jeshi la polisi Bwana Daudi Misime